Mara baada ya mahakama ya rufaa ya Tanzania kutangaza rasmi kuondoa zuio la kufanya shughuli za kisiasa lililokuwa limewekwa dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hatimaye mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Nshala amefunguka namna ambavyo amepambana na kesi hiyo hata kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Akizungumza leo Aprili 15, 2026 katika makao makuu ya chama hicho, Dr. Nshala amesema kuwa awali hakuwa na taarifa kuhusu zuio hilo hadi alipouliza kwa karani aliyemtaarifu kuwa lilitolewa na mtu aitwaye Tina. Dr. Nshala ameeleza kuwa chama hicho kilikuwa kikisubiri nakala za uamuzi wa mahakama ambao sasa umeonyesha kuwa amri ya zuio iliyotolewa na Jaji Mwanga ilikuwa batili. Aidha, Dr. Nshala ameongeza kuwa kwa sasa hakuna zuio lolote la kisheria dhidi ya Chadema na mtu yeyote atakayejihusisha na vitendo vya kuwazuia wanachama hao kufanya shughuli zao za kisiasa atakuwa anakiuka amri ya mahakama ya rufaa. Hii ni Lushauri TV Updates, mimi ni Justin Kosan. Sasa hao wenzetu ilikuwa ni kwamba naelekea walikaa vizuri, wakawa wamejipanga kwamba kwa kuwa sheria inawakataza kusimamisha chama na kuzuia chama au kuzuia chama, basi watumie mahakama. Wakatumia mahakama, wakafungua kesi ile, na kwa namna ya ajabu ndio tarehe 10 mwezi wa 6 Jaji Hamidu Mwanga akatoa amri ya zuio dhidi ya Chadema. Tulimpatia nafasi ya kuweza kurekebisha makosa hayo katika maombi ya kuomba kwamba atengule uamuzi, na tukamweleza kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa katika kesi ya Agustino Lyatonga Mrema ambao mwaka amehamia TLP, ambako kutolewa amri ya injunction ya namna ya zuio ya namna hiyo, ambako mahakama ya rufaa ilisema kwamba mahakama haiwezi katoa zuio kuzuia shughuli za kisiasa kwa chama cha siasa kwa sababu hizo ni haki za kikatiba. Jaji Mwanga tulimweleza, lakini alituangalia kama alivyoweza kutuangalia kama anaangalia kiazi kimeoza. Kwa hiyo mwisho wa siku akakataa kuweza kutengua ule uamuzi, na akangania kwamba kwa kuwa madhari ameshatoa uamuzi huu, akiutengua ni kana kwamba atakuwa ameshafanya msimamo mwingine. Sasa tukaendelea. Alikuwa na maombi ya katibu mkuu ambaye alikuwa ameandika kwamba na bodi ya wadhamini wakiomba kwamba ajitoe katika ile kesi, bado akakataa, akangania kwamba ana haki ya kuendelea kuisikiza ile kesi. Lakini wala kina Said Issa na mwenzake walipokwenda kuomba kwamba wapewe nyaraka za ziada licha ya ile injunction, akasema kwamba ndio tuwapatie hizo nyaraka za ziada. Lakini kikubwa katika ile kesi, kama mmekuwa mmesikia malalamiko yetu kiasema mara kwa mara, wakati ile tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 amri inatolewa, viongozi wa chama chetu na wanachama katika kanda ya magharibi walikuwa katika kampeni ya no reforms no elections kule Tabora. Magari yote ya Chadema, viongozi wote wakuu, makamu mwenyekiti bara, makamu mwenyekiti Zanzibar, katibu mkuu na nani, wote na viongozi wa kanda mbalimbali walikuwa kule Tabora. Kwa kutokana na ile amri, ilikuwa inamaanisha kwamba yale magari yaachwe pale barabarani. Sasa lengo la zuio kwa kisheria, lengo la zuio huwa ni kulinda mali isiharibike ili kwamba isiweze kufanya nini? Kuharibika. Lakini ile amri ilikuwa na lengo na imekuwa na lengo la kuharibu zile mali. Hayo yote tuliyasema kwa Jaji Mwanga akutusikia. Sasa tukaendelea tena baadaye tukasema, tukapeleka maombi mengine kwamba tukiangalia hii kesi jinsi ilivyo, tunafikiri kwamba inazungumzia, anasema Zanzibar kesi inalenga kuingilia masuala ya kikatiba, kwamba viongozi wa chama na chama chetu kina sera za kumomonyoa au kuondoa zile fursa au nafuu za kikatiba au upendeleo wa kikatiba ambao Zanzibar inaupata katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tukasema hii sio swala ambao wewe unaweza kufanya nini kuliamulia, natakiwa liamuliwe na mahakama ya katiba. Bado akakataa. Kutokana na kukataa kwake, kwa kweli tukaona kwamba sasa, kwa sababu hata siku ile nasoma ule uamuzi, kwa kweli nilikuwa nikiangalia nasema hivi, sheria mimi nafahamu sheria au vipi? Au kwa sababu yale nilifundishwa mimi darasani na nilikuwa nasikia pale yalikuwa yafanya nini aviendani, lakini nikajua kuna kitu kinaendelea. Sasa ikabidi kuandika wenzangu na jopo la mawakili tukiwa naongozwa na mzee Mpale Mpoki, wakili Hekima Mwasipu, na John Chogoro, baadaye wamekuja Dickson Matata, wakina Mainyira, na wengineo. Tukaona kwamba lazima tupeleke malalamiko yetu kwa ngazi za kimahakama, kwa sababu bado tuwe tuna uhuru wa mahakama kuweza mahakama iwe na nafasi ya kuweza kuyapitia. Sasa kuna utaratibu wa kimahakama kwamba mahakama ya rufaa ina uwezo wa kuita nyaraka zote au mafaili yote ya mahakama za chini yake na kuangalia uhalali au ule usahihi wa maamuzi ambayo yamefikishwa, yamepitiwa na yale maamuzi na ile mahakama au hata ule mwenendo. Basi kwa tumemwandikia Jaji Mkuu ile barua, tuliandika
kupitia kampuni yangu ya wakili, lakini kwa baada ya kuwa nimeshawasiliana na mawakili wenzangu tukaweza tukapeleka malalamiko haya. Barua hii baada tutaifanya kuwa wazi sasa, kwa sababu ilikuwa wakati ule haikuwa wazi, lakini katika zile nyaraka ambazo zimetengenezwa na mahakama ya rufaa, hii ni barua ambayo inafahamika. Tuliandika hii barua mnamo tarehe 23 ya mwezi wa pili mwaka 2026, tukampelekea Jaji mkuu baada ya kuangalia kutokana na mambo ambayo yalikuwa yakizungumzwa, akaona kwamba katika busara yake ni vyema basi mahakama ya rufaa ya mafaili yaitishwe. Kwa hiyo mahakama ikaitisha ya mafaili, na hizi nyaraka zimetengenezwa na mahakama ya rufaa yenyewe, kwa sababu kama kesi inaitwa na mahakama ya rufaa yenyewe, ina jukumu la kutengeneza hata zile records. Hizi ni zile ndogo, ni katika zile ndogo, lakini ile volume makubwa yale mawili ya kwanza hapa sije nayo, ilikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo kama ulivyotuona, tulikuwa siku tunafika pale Dodoma, tulikuwa tumejaza mabriefcase, yalikuwa yamejaa manyaraka mengi, yalikuwa yametengenezwa na mahakama na zile nyaraka zetu za kutusaidia. Kwa hiyo tukaenda tukazungumza siku ile mahakamani. Sasa hoja ilikuwa na msingi, je, ile amri ya injunction ilikuwa ni sahihi? Ile zuio ilikuwa ni sahihi? Je, swala kwamba katika ile kesi, kwa sababu katika kesi ya msingi walikuwa hawajazungumzia kwamba mgogoro huu au kisa na mkasa kimeanza lini, kwa sababu kesi kisheria ni kwamba unaposema una malalamiko ni lazima uweze kusema kwamba mgogoro wangu umeanza tarehe fulani, ili mahakama ijue kwamba je, huo mgogoro uko ndani, ina mamlaka ya kusikiliza, je umepitwa na wakati au uko ndani ya wakati. Tuna sheria ya ukomo wa muda. Sasa kuna kesi kama za namna hii, kesi kama ambayo kwa imeleta hao wenzetu ina ukomo wa miaka 6. Sasa je, mgogoro umeanza lini? Lakini baadaye tumefahamu kwa sababu mwenyekiti wetu licha kwamba yuko ndani, ndugu Tundu Antipas Lissu, maana kwamba yuko ndani na yeye akiwa anakereketwa anapambana kesi yake ya. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your. Sasa ndio mwanzo kusema wewe muangalie sana hii kesi. Sasa iliyotokea kweli ameweza kudhibitisha kile alichokuwa ananiambia. Sasa na yeye akaomba ajiunge na katika hii kesi. Katika kujiunga kwake akawa ametoa hoja kwamba hawa watu wa mgogoro huu uliletwa kutokana na yeye kuwa amechaguliwa kwa mwenyekiti. Katika kumjibu akasema hapana, mgogoro haujaanza kwa sababu wewe umechaguliwa kwa mwenyekiti. Mgogoro huu umeanza 2016. Sasa kama umeanza 2016, basi inamaanisha kwamba ile miaka 6 imepita, miaka 6 ilikwisha mwaka 2022. Lakini hizo ni masuala ambayo kutokana na uamuzi wa mahakama ambao umetolewa hivi leo itabidi tuyaache yaweze kuamuliwa huko mbele. Sasa mahakama leo tumepigiwa asubuhi nikiwa ofisini nafanya kazi zangu, sina hili wala lile, sina taarifa yote, napigiwa simu na karani, simu inaingia sifahamu, inaitwa dada mmoja anaitwa Tina. Sasa Tina nani? Inatokea Tina Brandi. Okay. Una nini? Tuna uamuzi wa mahakama tunatakiwa tuwasomee ndani ya muda mfupi. Inakuaje? Sasa hata sisi tumeletewa saa hizi. Akasema sawa, sina ujanja, kabidi niweze kuarifu haraka viongozi wa chama na wanasheria wenzangu, tukabazeni uamuzi ukaja kasoma. Uamuzi umesemaje? Umesema kwamba ile amri ya zuio ambayo ilitolewa na Jaji Mwanga ilikuwa ni batili. Batili kwa sababu gani? Mara baada ya wakili Jebra Kambole kusema kwamba amejitoa kuwakilisha katibu mkuu na wajumbe bodi ya wadhamini, mahakama haikutakiwa kuendelea kusikiza ile kesi, kwa sababu upande wa bodi ya wadhamini na katibu mkuu hawakuwa mahakamani ili kuheshimu haki ya msingi ya kusikilizwa. Ilitakiwa mahakama wataarifu kwamba wakili wao amejitoa na uweze kutoa nafasi ya kuweza kusikilizwa. Kwa hiyo ile amri ya injunction au zuio lile ambalo hata polisi walikuwa wakilisharadia na hata kuwapiga wanawake wetu na viongozi wa Bawacha wakati wanakwenda Msoma, hiyo amri haipo. Nataka kama polisi wote mfahamu. Nasema hivi, mahakama ya rufaa imesema hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia leo. Hiyo mtu asija katokea afande yote yule au nani anajifanya, atakayefanya hivyo anakiuka amri ya mahakama ya rufaa. Hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hiki chama ki huru kufanya kazi zake za kisiasa. Kwa hiyo wanachama wote, viongozi wote, sehemu zote za nchi yetu wana haki ya kufanya kazi ya siasa. Awe msajili wa vyama vya siasa, au hiyo mamlaka yote ndani ya nchi hii ifahamu kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama ambacho kina haki ya kufanya shughuli za siasa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo ibara ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema kama Tanzania ni nchi ya Jamhuri ya Muungano, ni nchi moja na nchi inafuata mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Hiyo wale ambao waliapa wakasema kwamba watahifadhi, kuitetea na kuilinda Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niwasomee na hii waifahamu, kwa sababu wengine ndani hata uelewa wao wa katiba ni wa kutisha, ni mdogo sana. Inasema ibara ya 3(1) inasema hivi: Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa
yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Chadema inatekeleza hicho kitu na ina haki ya kufanya siasa kwa mujibu wa ibara ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijazungumzia ibara ya 18, ibara ya 20 ya watu kujumuika, ibara ya 21 na shughuli, ibara ya 26 na ibara nyingine zote za kufanya shughuli za nini, za kisiasa.